بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1438, tuendelea kusoma risala min wasaya as-salaf lishabab للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. رسالة ambayo Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafidhahullah amekusanya ndani yake nyasia ambazo salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim waliwahi kuhusia vijana, na hapa amekusanya baadhi, wala sio nyasia zote za salaf, ikiwa ni mfano wa namna salaf walivyokuwa wakiwashughulikia vijana. Na tulifika katika wasia wa 4. Qala alwasiyatu ar-rabi'a wa min wasaya as-salaf rahimahumullah lishabab ما جاء عن زيد بن أبي الزرقاء قال خرج سفيان يعني الثوري ونحن على بابه فقال زيد بن أبي الزرقاء رحمه الله سمع alitoka Sufyan al-Thawri رحمه الله ونحن على بابه يعني ننتظره. مسلف walikuwa na pupa ya ilmu kiasi cha kuwa mara nyingi walikuwa wakisubiri nje ya milango ya wanavyuoni wao ili wakitoka waweze kuwafuata katika vikao vyao vya ilmu, na pia hii humpa nashati zaidi yule mwanachuoni katika kuwapa ilmu zaidi kwa ile hirs anayoiona waliokuwa nayo wanafunzi. Faqal, akawaambia, na hii ni katika zile khairi walizozipata kwa ajili ya hirs waliokuwa nayo: ya ma'shara ash-shabab ta'ajjalu barakata hadha al-ilm fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu liyufid ba'dukum ba'dha. qawluhu ta'ajjalu barakata hadha al-ilm ay intahizu فرصة شبابكم واغتنموها لتحصلوا العلم. chukueni fursa ya ujana wenu katika kuipata na kuitafuta ilmu ili mpate ilmu. لأن الإنسان إذا كبر لا يكون عنده من النشاط والذاكرة والقدرة على الاستذكار مثل ما هو في مرحلة شبابه. sababu mwanadamu kila anaposonga mbele katika umri, ule uchangamfu na kuwa na dhakira ya kukumbuka vizuri na kuhifadhi na uwezo wa kurejelea yale aliyosoma na kujikumbusha hupungua. Ile nashati si nashati ya ujana tena, akili haishiki tena kama ilivyokuwa kijana, na uwezo ule wa kuweza kujikumbusha masomo ni mgumu. Haiwezekani kuwa mithla ma huwa fi marhalati shabab, kama akiwa katika marhala ya ujana. Idafatan ila ma yaktanifuhu min mas'uliyat wa a'mal wa mashaghil wa masalih, kuongezea juu yake yale mambo ambayo humkumba katika mas'uliyat. Sababu kila mtu akiwa mtu mzima zaidi, majukumu huzidi zaidi na kazi huwa nyingi zaidi, sababu atakuwa na familia, ana watoto, pengine katika kabila analotoka watu warejea kwake, ashakuwa ndio mtu mzima wao, ndio muamuzi wa mambo yao. Kwa kila akiwa mkubwa mtu huzidi kuwa na masuhulia mengi zaidi na kazi nyingi zaidi, na shughuli zitakuwa nyingi, masalih mingi lazima ayakimbilie kama mtu mzima. Bainama shabu laysa indahu shay'un min dhalika, wakati kijana mambo hayo hana. Wa aidan fa inna marhalat ash-shabab tanqadhi sari'an, huu ujana huenda haraka sana, na wengi katika watu hili hawalitanabahi. Mara nyingi mtu akijiona
ana ujana na ana nashati na nguvu hujisahau, asijue kuwa ule ujana kipindi chake ni kifupi sana. Kama qala al-Imam Ahmad rahimahullah, ma shabbahtu ash-shababa illa bi shay'in kana fi kummi fasaqata, sifananishi ujana isipokuwa ni kama kitu fi kummi. Al-kum madkhalu al-yad wa makhrajuha min ath-thawb, ile sehemu unaoingiza mkono na kuutoa katika nguo, ile mikono ya nguo ndio kum. Yani kum ni kama kitu kilikuwa ndani ya ile kum, ile sehemu ya kuingiza mkono katika nguo, kisha ikadondoka ikaanguka, yani mara moja ulipita ujana. قوله فإنكم لا تدرون لعلكم تبلغون ما تؤملون منه، فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه، أي أن الشاب قد يؤمل أن يحصل من العلم كذا، وأن يحفظ كذا، وأن يقرأ من الكتب كذا وغيرها من الأمور التي يؤملها فلا يحصل. Kijana hajui aweza lile jambo ambalo alitamani asilipate, hasa akiwa atauchezea wakati wake. Sababu kijana ambaye ajishughulisha na ilmu ana matarajio, pengine labda apate katika ilmu kadha, ahifadhi kiasi fulani, pengine Qur'an ama hadith ama mandhumat, au asome vitabu kadha kama mutalaa kadhalika na mengineo mengi katika mambo ambayo yako katika nafsi yake yatamani na kuyatarajia, kisha asipate chochote. ولكن إذا جاهد نفسه واستعان بالله وحرص على اغتنام مرحلة شبابه فإنه بإذن الله عز وجل يحصل خيرا عظيما. lakini akipigana na nafsi yake katika msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa apupia katika kutumia fursa ya ujana wake na marhala ya ujana wake, basi kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala atapata khairi kubwa. Wallahu azza wa jalla yaqul walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin, na wanaofanya juhudi kwa ajili yetu sisi tutawaongoa kwenye njia zetu. Allah atakuongoa ikiwa utafanya bidii na mujahadatun nafs, Allah atakufikisha. وقوله ليفد بعضكم بعضا فيه حث للشباب على اغتنام لقاءاتهم ببعض بالفائدة النافعة وحسن تذاكر العلم. na hapa kuna kuwahimiza vijana wanapokutana wasiwe wakizungumza mambo ya upuuzi, wasiwe wakifanya mambo ya ujinga, bali watumie ule wakati wanapokutana katika kufaidishana na kukumbushana ilmu. Kuna baadhi ya vijana kila wanapokutana mazungumzo yao ni mambo ya fitna tu, hawana mazungumzo mengine. Usikia bwana fulani, usikia kuhusu fulani, usikia kadha, na pengine hizo fitna hata maulama hawajazizungumza. Tunaona wao wameshika mstari wa mbele katika mambo ya fitna. Kuna watu wana nashati katika mambo ya fitna, wayapenda, lakini hawana nashati katika ilmu kabisa. Na wapo katika wanafunzi wa sunna ambao hawajishughulishi na ilmu, lakini ikitajwa raddi pale wa kwanza kufika pale darasani yeye. Leo kuna raddi bwana leo. Kweli rudud ni msingi katika misingi ya hii da'wa, lakini mbona na wewe ujishughulishi na ilmu? Hata wewe anayefanya raddi alifanya raddi kwa sababu amejifunza ilmu, ndio akajua kuwa hili ni kosa akalikosoa. Lakini una nashati kubwa ya ushindani na mijadala. Huyu hata wazee wa vigaroni kwenye kahawa hivi vikao vya kahawa pia yeye huzua masala fulani. Basi bwana nini wewe bwana, hautoshi bwana, pigwa huyo, mpigwa marungu kweli kweli kule kukwepo wewe. Yani aona raha, shabikia mambo kama haya.
lakini ukija ukimuuliza masala ya tahara, masala ya tauhid kabla ya hapo, masala ya aqida, humo hayumo, hana chochote, mtupu. Kubwa analojua ni ushindani, hutaki kusoma. Wapo baadhi ya vijana wako namna hiyo, na ukimwona kijana miondoko yao ni hiyo, jiepushe naye, huyo atapoteza umri wako. Tuliwahi kusoma na vijana wa namna hiyo, wakati watu waenda kwenye durusi na harakati ilmia, wao wamekaa katika vikao vya kunywa kahawa na shai zinjibil na nini, basi kubwa la hilo. Na ukikaa na wao tu kutazungumzwa jambo la kufanya na mjadala ikaanza, ukikaa na wao tutakupotezea umri wako, na wakati ni ghali sana. Ujana ukipita haurudi tena. Fa Allah, vijana wenzangu, sote tuelekee katika kuitafuta ilmu na kujibidisha sana sana katika ilmu. Ama masala haya kwa wataka kufanya raddi na bado ni mwanafunzi mdogo, haya waachie wale ambao washafanya. Ukifanya alhamdulillah, wametosheleza. Sisi tusikiza maulama wakizungumza, tufuate namna hiyo, lakini hali tushughulishi sana. Na kuna watu ambao pengine labda washazungumzwa, washamalizwa, watu fulani wa bid'a, watu washamalizana nao. Wewe kama ambaye ulikuwa umelala, sasa waamka, waanza wajua wale kadha, wale kadha. Watu washapitwa na wakati, wewe kwisha, watu washawajua khalas. Ikiwa watu hawafahamu, sawa, wallahu musta'an. الوصية الخامسة ومن وصايا السلف رحمهم الله للشباب ما ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى كثيرا ما كان يقول: يا معشر الشباب عليكم بالآخرة فاطلبوها، فكثيرا رأينا من طلب الآخرة فأدركها مع الدنيا، وما رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع الدنيا. maneno makubwa sana. وهذا تنبيه عظيم جدا من الإمام الحسن البصري رحمه الله للشباب أو للشاب بأن يجعل همه الآخرة. تنبيه عظيم sana kutoka kwa Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah kwa vijana, kwa kijana aweke hamu yake yote ni akhirah, wa an ya'tani bi tahsiliha, ajishughulishe katika kuipata akhirah. وشغل وقته بما يقربه من ربه, ashughulishe wakati wake katika kile ambacho, au washughuli waqtihi bima yuqarribuhu min rabbih, wa an ya'tani bitahsiliha wa shughli waqtihi bima yuqarribuhu min rabbih, au shughulisha wakati wake katika yale atakayomkaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فإن فعل ذلك فإن الله عز وجل يمن عليه بنصيبه وحظه من الدنيا. akifanya hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atamsahilishia na kwa fadhila zake atampa sehemu yake ya dunia. ولا يفهم مما تقدم أن الإنسان يترك تحصيل ما يقيم دنياه ورزقه ومسكنه وملبسه. wala isifahamike kwa haya yaliyopita kuwa mwanadamu awache kutafuta kile ambacho usuluhisha dunia yake na riziki yake na mahala pake pa kuishi na mavazi yake, wayabqa alatan ala al-akharin, abakia tu yeye muhitaji kwa wengine. Bal la yadhurru al-muslima an ya'mala wa yakdaha wa yuhassil al-mala ولو أصبح المال عنده كثيرا. haimdhuru muislamu kufanya kazi, kufanya bidii,
mpaka kupata mali, hata mali ikiwa ni nyingi yake. Lakin alladhi yadurruhu an takuna ad-dunya hammuhu wa bughyatuhu, an takuna ad-dunya hammuhu wa bughyatuhu wa maqsadahu wa mablagha ilmihi. Kinachodhuru ni pale dunia ndiyo hamu yake, ndiyo matakwa yake, ndiyo malengo yake, ilmu yake yote ni dunia. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe jambo hili. Kuna baadhi ya watu dunia ndiyo hamu yake, hafikirii hata kidogo kuhusu dini yake kabisa, bali yomdharau akimwona mtu afikiria kuhusu dini yake, amdharau sana. So huyo atapata katika dunia, lakini ajue akhira ameikosa, wal'iyadhu billah. Huwezi kuipata akhira wakati akhira yenyewe huna hamu nayo. Ama ikiwa hamu yako ni akhira, utapata akhira nini na dunia. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. Ukiwaacha warithi wako wakiwa na uwezo, matajiri, ni bora kuliko kuwaacha wakiwa ni mafakiri waomba watu. Kumaanisha kuwa dini hii imehimiza mtu kufanya kazi na kuchuma mali hata akiwa tajiri, maadamu ni kwa njia za halali, na maadamu dunia sio hamu yake bali ni akhira, la bas, haimdhuru. فمن جعل همه الآخرة جمع الله عليه شمله. yoyote ambaye atajalia akhira ndiyo hamu yake kubwa, Allah subhanahu wa ta'ala mambo yake atamkusanyia yawe sahali kwake. wa atathu ad-dunya wa hiya raghima, na dunia itakuja chini ya miguu yake bila ya kutaka, kwa lazima itanyenyekea chini yake. لكن من جعل همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه. lakini yule ambaye hamu yake, moyo wake, wasiwasi wake ameuweka kwa ajili ya dunia, Allah subhanahu wa ta'ala atamjaalia ufakiri mbele ya macho yake, yajiona maskini hata akapata nini. Pia kuna watu Allah amewafungulia katika dunia lakini hawatosheki, hatosheki. Ni mjaona watu hata hao ambao wengine ni kina sisi makhatibu, ni walimu wa madaris au kadha, pia mambo kama haya ni kama hawayafahamu, wakaweka hamu yao yote katika dunia. Yani bimaana yuko katika majali ile ya kusomesha dini tu kwa majaliwa, yani waona yeye anjaaliwa tu awe pale, lakini ilikuwa yostahili pakubwa zaidi. Tunaona mtu amekaa na kanzu yake daima, atia mkono mfukoni, atoa senti, aona zimpotea, hesabu kisha ziregesha, kisha kaa kidogo kusomesha, atia mkono mfukoni, atoa tena, hesabu aziregesha. Wewe si maradhi haya? Una maradhi wewe, si tuiteje maradhi haya? Labda na jina lake tuyajui, lakini kuna baadhi ya watu wako namna hiyo, hamu yake yote ni dunia, akizunguka yeye azungumza dunia tu. Wamuona tembea na kitabu tu, kumbe kina majina watoto watusha, nani hajalipa na nashalipa, nazunguka na kile kitabu huko na huko. Unajua hadi wewe hujalipa mwezi huu, kisha yatia tiki tu yeye. Hiyo mbali na mnafia madrasa na mshahara madrasa, ana daftari ile la mtia wasiwasi, kila saa lishughulikia ile daftari, tukanilinda sasa. Ya welo panya kijidanganya kikaribia ile daftari atakoma, atajua kama kuna simba pale, si paka. Dunia ameiweka mbele, wallahu almusta'an. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه الله عز وجل له. na alafu pamoja na papatiko alilokuwa nalo na fadhaiko alilokuwa nayo na hala na tamaa aliyokuwa nayo ya dunia, hapati isipokuwa kile ambacho Allah amemwandikia. Hata ukaua, ukaiba, ukafanya nini, kile ulichoandikiwa katika dunia ndio utakipata, haupati zaidi ya kile ulichoandikiwa. Wallahu musta'an.
kwa tumesoma wasia wa 4 na wa 5 wasia wa 4 wasia wa Sufyan al-Thawri na wasia wa 5 Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.